Naibu kamishna wa polisi nchini DCP Ulrich Matei ametoa wito huo kwa wamiliki wa makampuni binafsi ya ulinzi nchini alipokuwa akifungua mkutano mkuu wa kazi wa kanda ya kati ambao umefanyika hapa mjini Tabora. DCP Matei amesema jeshi la polisi linatambua mchango mkubwa unaotolewa na makampuni binafsi ya ulinzi nchini. Yes. Kila siku nazungumzia kwamba kusajili kampuni au kumiliki kampuni yako sio lazima ufanye shughuli ambazo wengine watu wote wanafanya. Kuuza nguo, kuuza mchele, kuuza vipodozi, hapana. Wewe una experience gani? Wewe story yako ya maisha. Kuna vitu gani ambavyo vingine umepitia vingapi? Kwa mfano, umetoka JKT, umetoka Mgambo, nafasi ni nyingi. Kwa mfano sasa hivi serikali inaamua kushirikiana na makampuni ya ulinzi ya watu binafsi kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba. Sasa hivi ndio kipindi ambacho watu wenye kampuni binafsi za ulinzi wanapata shavu kwa namna kama hii. Sasa basi wewe umepitia Mgambo, umepitia JKT, umepitia jeshi la kujenga taifa, umepitia jeshi la wananchi, jeshi la magereza au jeshi lolote lile. Sasa hivi unawaza namna gani uanze kufanya biashara. Wewe sio mtu wa kuingia kwenye biashara ya kuuza product na bidhaa. It will take you more time kwa ajili ya kuanza kujifunza namna gani ya kufanya marketing, namna gani ya kuanza kuuza, namna gani ya kufanya mahesabu na everything. Kitu ambacho unakiweza sasa hivi wewe, fungua kampuni yako ya ulinzi. It's easy, simple. Wasiliana sisi, tutakuelekeza namna gani ya kufungua kampuni, utapata vibali kamili, utaanzisha biashara kampuni yako ya ulinzi, ita vijana waweke vizuri, anza kutoa huduma ya ulinzi. Sasa hivi serikali inashirikiana na makampuni binafsi ya ulinzi kuelekea uchaguzi mkuu. Fungua kampuni yako ya ulinzi, ingia sokoni, anza kutoa huduma. Wasiliana sisi kwa ajili ya kusajili kampuni yako. Comment neno kampuni au wasiliana sisi kupitia namba inayoonekana hapa. Tutakusaidia moja kwa moja namna gani ya kuweza kusajili kampuni yako ya ulinzi na kampuni yako ya kutoa huduma yoyote ile kwenye jamii na kuweza kufaidika na kuwa na kampuni yako sasa hivi.